يقول الله تعالى: واستبق الباب, na wakashindana kukimbilia mlango, au wakashindana kukimbilia mlangoni. Yote sawa tu, yote sawa tu. Wakashindana kukimbilia mlango, wakashindana kukimbilia mlangoni. Yusuf yuko mbele, mwanamke yuko nyuma, anakuja. Waqaddat qamisahu min duburin, na yule mwanamke akaichana kanzu yake kwa nyuma, ni kanzu ya Yusuf. Sasa kwenye mabano kanzu ya Yusuf. Waqaddat qamisahu min duburin, na akaichana kanzu yake kwa nyuma. Alikuwa anamfukuza Yusuf, akaishika kanzu yake akairarua kwa nyuma. Qaddat ay shaqqat. wa alfaya wawili hawa, wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Wakati akimbilia mlangoni, mara mume yuko mlangoni. Huyu hapa tayari kanzu imeraruliwa huko nyuma ya mgongo. Bwana mkubwa mwenye nyumba naye ndio huyo katokea sasa. Alfaya ay wajada, wa aslu lafa yadullu ala inkishafi shay wa kashfihi. Wakamkuta mume wake mbele ya mlango, lada albab, mbele ya mlango, pale mlangoni. Haya, bwana mwenye nyumba ndio huyo hapo. Yusuf yuko mbele, mwanamke yuko nyuma. Tayari kanzu imeraruliwa ya Yusuf tena kwa nyuma. Mkiulizwa haya kuna nini, mwanamke hakusubiri aulizwe, haraka haraka akasema qalat ma jaza, wasema Allah, qalat ma jaza man arada bi ahlika su'a, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya mtu ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya, illa an yusjan, isipokuwa kufungwa, au adhabun alim, au adhabu kali. Kisha tayari kashakimbilia, katoa malalamiko na hukumu kashaitoa. Ubaya kaufanya yeye, mlalamikaji ni yeye, hakimu ni yeye. Pana mafunzo hapo, takuja katika wakati wa fawaid. Uonevu wa wazi kabisa. Wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adhabun alim, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya, isipokuwa kufungwa jela au kupewa adhabu kali. Mtuhumiwa au mkosaji amekuwa ndiye mlalamikaji sasa, na ndiye amekuwa hakimu. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Wa shahida shahidun min ahliha, na akashuhudia, akatoa ushahidi, shahidi ambaye ni katika jamaa zake mwanamke. Wa shahida shahidun, akatoa ushahidi, shahidi ambaye min ahliha, ni katika jamaa zake yule mwanamke, yule jamaa zake, katika jamaa zake. Wanawazuoni wamekhtalifiana. Kabla tujakwenda ushahidi uliotolewa hapo kwa huyo shahidi ni upi, wanawazuoni wanasema shahidi mwenyewe ni wa aina gani.
wanawazuoni. Imam Ibn Kathir anasema wanawazuoni wamekhtalifiana, wakad ikhtalafu fi hadha ash-shahid, wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu shahidi huyu, hal huwa saghirun au kabirun, je ni mtoto mdogo au ni mtu mzima? Sawa, watu wamekhtalifiana wanawazuoni ala qawlain li ulama as-salaf. Kuna kauli mbili za wanawazuoni wa salaf. Kuna waliosema ni mtu mzima, dhu lihya, baba mwenye ndevu, sawa, si mtoto mdogo. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika riwaya moja, Mujahid pia kuna riwaya moja, Sa'id bin Jubair katika riwaya moja, Ikrima na Al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri na Qatada na Abu Mulaika ibn Abi Mulaika na As-Suddi na Muhammad bin Ishaq na Zaid bin Aslama al-Adawi, wao wanasema yeye alikuwa ni mtu mzima. Na kuna wanaosema alikuwa mtoto mdogo, ni riwaya nyingine ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na kuna riwaya nyingine ya Mujahid na Sa'id bin Jubair, pia na riwaya nyingine na Ikrima na Sa'id bin Jubair. Sawa, wao wanasema bwana huyu alikuwa mtoto mdogo, tena yuko bado analelewa, hajaanza kusema, yuko kwenye mahdi, yuko kwenye susu la kulelewa, hata kusema pia bado hajaanza kusema. Sawa. Al-Imam Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake anasema ile kauli ya kwanza ya kwamba ni mtu mzima ndiyo yenye nguvu, kwa sababu hii inadhoofishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwenye Sahih Bukhari hadithi nambari 3436 na kwenye Sahih Muslim ni hadithi nambari 2550, kwamba hakujawahi kutokea mtu aliyezungumza kwenye hali ya utoto isipokuwa watu watatu tu hapa duniani. Hakuna katika binadamu aliyezungumza akiwa mtoto mdogo isipokuwa ni watu watatu tu. Hadithi katika Bukhari akataja wale watu watatu, naweza kuwataja. Wa kwanza ni Isa mwana wa Maryam, aliposema inni Abdullah atani alkitab. Wa pili sahib Jurayj, yule jamaa yake Jurayj, wewe mtoto babako nani? Huyu mama, huyu mwanamke, huyu mamako asema mimi ndo babake. Wewe babako nani? Kitoto kichanga ndo kimezaliwa tu hapa, babangu ni yule mchungaji. Sawa, huyo ana kisa chake, imetaja hadithi imethibiti. Mwingine kisa cha ashabu al-ukhdud. Sawa, ya ummahu qa'i wala tataqa'as, mama yangu ingia katika moto, usirudi nyuma, usisite site, twende hapo, ndo kwenye pepo yako. Kwa hiyo hakutajwa sahibu Yusuf, hadithi ya Bukhari na Muslim haikumtaja. Kwa hiyo Ibn Atiyya katika tafsiri yake analitilia nguvu hili. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha anasema dhahiru al-Qur'ani fi qissati ash-shahid annahu kana rajulan la sabiyan fi al-mahd. Dhahiri ya Qur'ani katika kile kisa, shahidi alikuwa ni mtu mzima na si mtoto mdogo, alikuwa katika lezi analelewa. Idh law kana tiflan lakana mujarrada qawlihi innaha kadhiba. Sawa, kwa sababu angelikuwa katika hadithi ya kwenye Bukhari anakusudia ile sahibu al-ukhdud.
Asema lao angelikuwa ni mtoto mdogo yule, basi kule kusema kwake tu ungekuwa ndio ushahidi umetosheleza, hahitaji kusema kanzu imefanyaje wala nini. Yule aliyesema angekuwa ni mtoto mdogo, ndo kazaliwa karibuni mathalan, na hajawahi kusema, angetamka pale, singekuwa muujiza tayari. Asingesema angalieni kanzu yake, isingehitajika. Yeye angesema tu huyu mama ndo kamtaka huyu kijana, lakini alikuwa ni mtu mzima. Liannahu min almu'jizat walamma ihtija ila an yaqula min ahliha, na pasingehitajiwa pia kusema katika ahliha. Neno ahliha linaonyesha huyu ni mtu mzima, si mtoto mdogo. Haya, sasa yule bwana shahidi akasema in kana qamisuhu, ala kulli hali kuna khilafu katika masala haya. Wako waliona kwamba ni mtoto mdogo, wengine wanasema ni mtu mzima, kwa hayo walioeleza. In kana qamisuhu qudda min qubulin, yule shahidi akasema sasa, kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa mbele, fasadaqat, basi huyu mwanamke amesema kweli. Wa huwa min alkadhibin, na Yusufu ni katika waongo. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa Yusufu amemwelekea yule mwanamke, kwa mwanamke ajitetea, asibakwe, apambana. Sasa kwa bila shaka kanzu itapasuka mbele tu. Kwa hiyo kama ikiwa kanzu yake imepasuliwa mbele, Yusuf, huyu mwanamke anasema kweli na Yusufu ni mwongo. wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, na kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa nyuma, basi yeye mwanamke amesema uongo na Yusufu amesema katika wa kweli. Sawa. Sasa mwanamume akashangaa, akatazama. Falamma raa qamisahu qudda min duburin, yule mwanamume alipoona kanzu ya Yusuf imechanwa kwa nyuma, qala innahu min kaidikun, akasema hakika hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake, hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake. Inna kaidakunna adhim, hakika vitimbi vyenu ni vikubwa. Wengine wafafanua zaidi kuonyesha kwamba vitimbi vya mwanamke ni vikubwa kuliko vya shetani, sababu inna kaida shaitani kana dhaifa, vitimbi vya shetani ni dhaifu, lakini kwa wanawake inna kaidakunna adhim. Ndio hivyo, kwenda kusema kwamba wanawake za kumshinda shetani, au maneno yana maelekezo, yana maelezo zaidi ya hayo. Kwa yule mwanamume pale pale akaelewa kwamba hapa aliyekosea ni mke wangu, pamoja na kwamba baka au bakat washtakat wa hakamat, amelia akalalamika akahukumu, lakini muongo. Yusufu a'rid an hadha, kisha yule mwanamume akasema, Yusuf, yapuuze haya, achana naye. A'rid an hadha, yapuuze haya. Kisha kamwelekea mkee, wastaghfiri li dhambiki, na wewe mwanamke, wewe mke wangu, omba msamaha kwa sababu ya dhambi zako. Innaki kunti min alkhati'in, kwa hakika wewe ni katika wenye kukosea. Kwa akamtaka aombe msamaha. Inasemekana kwamba hawa watu walikuwa wanakiri kwamba yuko Mola wa kuomba msamaha, hata kama wamemshirikisha katika mambo mengine. Na arbabu mutafarriquna khairun am Allahu alwahid alqahhar. Lakini ingiwa wanasema hapa inatakiwa afanye istighfari, kwa maana aombe msamaha kwa mumewe kwa kile alichomfanyia katika khiana. Kwa muombe msamaha Mola wako wewe. Tutasogea tena kidogo baada ya dakika 4 tutumalize, fika na nusu pale.